Ungana hapa na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Ibra. Shukrani sana. Baada ya siku ya wafanyakazi, tumeingia tena kazini. Wanauliza wengine jana walikuwa kazini, sijui wamesoma kozi gani. Haya, siku ya wafanyakazi, Rais Donald Trump ametangaza kumtengua mshauri wake wa usalama wa taifa, Mike Waltz. Nadhani ilikuwa ni swala la muda, na nimeshangazwa na kitu kimoja tu. Unajua, wakati jana taarifa hizi zilianza mapema asubuhi, baadhi ya vyombo vya habari vikisema kuwa Waltz atafukuzwa kazi au Waltz atajiuzulu katika nafasi yake. Nikawa nikijaribu kutafuta sababu kwa nini Waltz anajiuzulu, kwa nini anaondoka kwenye hii nafasi. Nikakuta kashfa ni ile ile ambayo Trump alimkingia kifua awali ya kumuingiza kimakosa mwandishi wa mhariri wa gazeti la The Atlantic katika mjadala ambao ulikuwa unaendeshwa kupitia kituo cha Signal, ambao ulikuwa unajadili kuhusu mashambulizi ya Marekani kule Yemen kwa Wahuthi. Mjadala ambao maseneta walimpigia kelele sana Trump, lakini wabunge pia wa vyama vyote mchanganyiko, licha ya kuwa Democrat walikuwa ni wengi zaidi, walimtaka Trump amwajibishe Waltz kwa kosa alilolifanya. Anasema ni kosa ambalo lilikuwa linaenda kuweka rehani usalama wa Marekani, kwa sababu walimuingiza yule mwanahabari kwenye yale mazungumzo ambayo yalikuwa yanazungumza fanya mashambulizi, lakini anasema ilichukua takriban saa 2 toka alivyoingizwa mpaka kwenda kufanyika mashambulizi. Kwa hiyo kama zile taarifa zingekuwa ameingizwa mtu kimakosa mwingine na akawa amezichukua akazivujisha upande wa pili, ilikuwa unaenda kuweka vikosi kwenye hali ya hatari, kwa sababu huenda vingeshambuliwa kabla ya lile tukio. Sasa Trump alisimama wakati akamtetea kwa nguvu zote kuwa hakuna, hata mashtaka yake yalivyofika kwa seneta pia alisimama kumtetea kuwa hilo swala limekwisha na ni dogo, licha ya kuwa kesi zake bado zimekuwa zikiendelea kwenye hilo. Lakini wiki 2 baadaye waziri wa ulinzi naye alifanya kosa hilo hilo. Peter Hegseth alifanya hilo la kumwadi mke wake na watoto wake kwenye mazungumzo kama hayo masuala ya kiusalama. Lakini wizara ya ulinzi pia imekuwa na kashfa ya kufanya mawasiliano muhimu ya kiusalama hadi kupitia kwenye Gmail, yani kupitia email za Gmail, yani moja kwa moja, yani kuwa hawatumii njia ambazo zimewekwa kwenye utaratibu, wanatumia njia za pembeni. Kwa hiyo swala la kufutwa kazi kwa Waltz, ambao pia limekwenda na makamu wake Alex Wong, lilianzia yani mwanzo wa wiki hii walifutwa wafanyakazi 6 kwenye wizara ya usalama, akafuatia Waltz, Wong wamekwenda. Sasa ukitazama ni wizara nzima ndio yenye kelele, kwa sababu waziri wa ulinzi naye anawajibika kwenye hii wizara, naye pia yumo kwenye hii skendo. Sasa ukisikia maoni yalikuwa kwa nini Waltz peke yake? Kwa nini waziri wa ulinzi ameachwa yupo? Kwa sababu kashfa ni ile ile ambayo inazunguka kutokea huko. Lakini Trump alikuwa anakwepa kitu, anasema lisionekane nimewapa ushindi upande wa pili. Unajua sasa hivi siasa ya sasa hivi yani ukiangalia serikali inavyoendeshwa ya Marekani ni kama vile tuna mashindano ya kisiasa kati ya Democrat na Republican, kuwa kama Democrat wanaweza kunipushi halafu nikafuata kile wanachokitaka, maana yake kuwa nitakuwa nimejishusha kwao. Kwa hiyo haijalishi anafanya nini, hata liwe lina athari mbele, lakini asionekane. Lakini huu ugonjwa haukuanza mara hii. Trump kwenye awamu yake ya kwanza, kama unakumbuka kashfa ile ya Ukraine, Trump na kina Nancy Pelosi wakamkuta kwenye bunge la chini, wakamkuta na hatia. Ilivyopelekwa kwenye Senate, maseneta nje ya kupiga kura walikuwa na kidi Trump ana hatia. Ilivyokwenda kupiga kura wakamlinda, hawakumuondoa kwenye nafasi. Kwa hiyo tayari uwajibikaji ulishaondoka toka awamu ya kwanza ya Trump. Sasa na hii imekuja awamu ya pili, lakini anaweka rekodi kuwa awamu yake ya kwanza ya 2017 alimfuta kazi Michael Flynn ambaye alikuwa mshauri wake wa usalama wiki 4 za kwanza. Sasa amekuja kumfuta Michael Waltz siku 100. Na siku 100 zenyewe anaonekana kwamba umaarufu wake, uungwaji mkono wake unazidi kupungua. Hizo ni takwimu ambazo yeye alivyokuwa akiungana vyombo vya habari jana nadhani au juzi alisema kuwa havimuhusu. Ilikuwa ni mambo ya Biden nayo, kuwa yeye hausiki. Kwa hiyo tunaanza kumcount siku hizi. Anasema hizo taarifa zimechukuliwa wakati bado wa Biden, sio katika utawala wake, kwa sababu taarifa hiyo ilitoka pamoja na kuonekana kuwa uchumi umeporomoka kwa 0.3. Kwa hiyo wakawa wanaonyesha kama kuwa mbona siku zako 100 zimekuwa mbaya, wakati yeye kwenye hotuba yake ya siku 100 anaita golden age, yani kuwa ni kipindi cha dhahabu, halafu nyinyi mnataka kukishusha kwa nafasi yake. Yani tathmini takwimu
ambazo zilikuwa zimechukuliwa na mashirika ya hata yanayofanya kura za maoni nini, yalionyesha kuwa kutokufanya vizuri sana, lakini akapuuza zote, akasema kuwa hao wote wanapiga siasa. Kwa hiyo tuanze kumhesabia wapi sasa? Yeye labda mwakani, labda tuanze kumhesabia kwa lakini hawezi kukosa la kunani la kutokea kwa. Lakini kwenye hili la kumfukuza Walz, anatajwa Walz kwenda kinyume na baadhi ya mambo ya Trump. Amekuwa na misimamo tofauti na Trump. Lakini bado kwenye ujumbe wake Trump amesema kwamba Walz ni mzalendo. Huwezi kumfukuza na ukamsemea vibaya, kwa sababu itaonekana wewe ndio hutazame. Kitu kimoja ambacho amenistua ni kuwa kwa nini nafasi ya Walz amemrudisha Rubio. Yaani Rubio ni waziri wa mambo ya nje, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani. Halafu nafasi yake kwa sasa anakaimu Walz. Yaani kuwa Trump hana watu ambao wanaweza kuchukua, kwa sababu kulikuwa kuna taarifa kusema kuwa nafasi ya Walz itachukuliwa na Steve Witkoff, mshauri mkuu wa White House kwenye masuala mengine, mjumbe maalum yani wa White House. Sasa walikuwa wanasema Steve Witkoff ndio atachukua, kwa sababu kwa kazi ambayo Witkoff ameifanya katika hiki kipindi, manake amekuwa akienda Moscow, tunamuona akienda na mazungumzo ya Iran na nuclear, yani anacheza kule huku na huku. Sasa wakasema kuwa kwa nafasi yake Steve Witkoff huenda akachukua nafasi ya nani, ya Walz. Lakini imekuja tangazo la Trump likaja vingine kuwa Walz anateuliwa kuwa balozi ambaye ataenda kuidhinishwa na senator kwanza, manake nafasi yake ya kwanza mshauri wa usalama haikuidhinishwa. Sasa mara hii anaenda kukutana. Kwa hiyo na yenyewe imeweka 50-50 kuwa je, maseneta bado wanamkubali Walz au wataenda kumpiga chini kule? Haya, sawa. Tuhitimishe na hili India na Pakistani. Huu mzozo, Marekani naye kama ilivyo kawaida yake tayari anatia mkono pale. Tunauona huu mzozo utakuwa kwa kiasi gani, au unaweza ukamalizika kwa kiasi gani? Sasa unaweza ukapoa, kwa sababu Marekani ni mshirika wa wote hawa. Anawategemea kwa nafasi zote. Marekani imekuwa mshirika wa serikali ya Pakistani kwa miaka mingi. Unakumbuka vita ya Afghanistan, alitegemea zaidi Pakistani katika kipindi hicho, na wakati alikuwepo Rais Pervez Musharraf kipindi hicho. Kwa hiyo alimtegemea sana kwa hapo. Kidogo Marekani ya Trump ilikuwa na uhusiano mzuri na Imran Khan alivyokuwa waziri mkuu Imran Khan. Kwa hiyo ilikuwa nzuri. Ikaja kidogo Pakistani ikayumba wakati wa Biden, kwa sababu Biden hakuwa na mahusiano mazuri na serikali iliyokuwepo ya Pakistani ya kina Imran Khan, na ndio kilichopelekea kuwa ushawishi wa Marekani unatajwa. Hata Imran Khan alivyoondoka kwenye nafasi ya waziri mkuu alitaja Marekani kuwa imehusika kuchochea siasa za ndani kwa ajili ya kumfuta kazi Imran Khan. Sasa ukija upande wa pili wa India ni mshirika mkubwa wa Marekani, hasa kwenye vita yake na Uchina, ambayo imekuwa vita ya kibiashara kubwa. Kwa hiyo India ndio nafasi kubwa, na hata linapokuja lile swala huwa wanalizungumza swala la BRICS. Watu wengi sana wanasema kuwa India asiaminike, kwa sababu India ndio anatengenezwa na Marekani kwa njia zote awe kuwa mkuu wa ile kitu kinaitwa Global South, kuwa India yeye ndio awe mkuu wa hicho kitu. Sawa. Shukrani sana Ibra. Tunashukuru kwa ufafanuzi huu. Tunahitimisha hivi. Ni Ibrahim Rahmi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.